Ni mwambie msikilizaji kwamba kila mwaka RFI, yani Radio France International, pamoja na France 24 huwa wanaandaa tuzo maalum ya kumuenzi aliyekuwa kiungo na mshambuliaji kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Cameroon, Marc-Vivien Foé. Kwa hivyo mwaka huu kumetangazwa orodha ya wachezaji 11 wa Afrika ambao wanawania tuzo hiyo, na tarehe 5 ya mwezi ujao tutafahamu orodha ya wachezaji watatu ambao watakuwa wamechujwa, wamebakia, na tarehe 11 ya mwezi ujao watatangaza nani ni mshindi wa tuzo ya Marc-Vivien Foé ambaye alikuwa kinara katika timu ya taifa ya Cameroon. Kwa hivyo tutakuwa tunamfahamisha msikilizaji wachezaji ambao wanawania tuzo hiyo, na leo tunaanza na mchezaji wa kwanza ambaye ni Pierre-Emerick Aubameyang. Huyu ni mshambuliaji wa timu ya taifa ya Gabon, lakini anakipiga na klabu ya Olympique de Marseille ya kule nchini Ufaransa. Tayari amekwishawahi kushinda tuzo hii mwaka 2013 na 2024. Aubameyang mwenye umri wa miaka 36 ni mshambuliaji raia wa Gabon na anasalia kuwa tegemeo kubwa katika klabu yake ya Marseille kutokana na namna ambavyo anafunga magoli, lakini ushawishi alionao kwa wachezaji wenzake. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri. Kesho tutakuwa tunaendelea kuwafahamisha mchezaji mwingine ambaye anawania tuzo hiyo. Sasa twende kule Marekani. Kama unavyofahamu kwamba Marekani, Mexico na Canada, Ruben, watakuwa ni wenyeji wa mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Sasa kumekuwa na kizungumkuti katika mgogoro wa Iran na Marekani, na Iran ni timu ya taifa ambayo imefuzu katika fainali za mwaka huu na itakuwa inacheza mechi zake kule Marekani, na ilikuwa imeandika barua kwa shirikisho la kabumbu duniani FIFA kuomba ihamishwe kutoka mechi zake zihamishwe kutoka Marekani na kupelekwa labda Canada ama Mexico, kwa sababu inasema kwamba Marekani huenda ikawanyanyasa wachezaji wake. Lakini jana waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema kwamba wachezaji wa Iran wanakaribishwa sana Marekani, akitupilia mbali uwezekano wa kwamba siasa zinaweza zikatawala fainali za kombe la dunia mwaka huu. Lakini wakati huo umesema katika moja ya habari zetu, mashirika ya kutetea haki za binadamu zaidi ya 120 Ruben, yameonyesha wasiwasi kwa mashabiki wa soka ambao watakuwa wanakwenda kule Marekani na kuwaonya kwamba wawe makini, kwa sababu huenda wakakamatwa na wakarudishwa kwenye nchi zao. Kama unafahamu kwamba Rais Donald Trump tangu ameingia madarakani amesema watu wamekuwa wanatumia mwanya labda wa mashindano kuingia na hawatoki tena Marekani. Kwa hivyo safari hii amesema ataweka mikakati madhubuti kuwadhibiti raia hawa wa kigeni. Nitakujuza zaidi kuhusu volleyball kule Rwanda. Naam, asante sana Emmanuel Makundi kwa habari za michezo.